ya kugombea ubunge wa jimbo la Iramba. Sasa wakati mwenyekiti wa CCM anaongea hapa, kakanijia kale kawimbo ambako ulikuwa umeendea kuchukulia fomu. Wacha waseme Chama cha Mapinduzi kina wenyewe, wacha waseme Chama cha Mapinduzi kina wenyewe, wacha waseme Chama cha Mapinduzi kina wenyewe. Basi kakaka anaendelea na kingine tena, amechukua ameweka pwa, amechukua ameweka, shangilia ushindi unakuja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uniwie radhi wakati fulani kwa kuingiza kitimoto msikitini, na huwa tukifanya namna hiyo tunasema astaghfirullah. Nafahamu kwenye kundi hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, waliokuja kukusikiliza ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wasio wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Wamekuja wananchi mbalimbali bila kujali itikadi za vyama vyao. Lakini declare interest, mimi wakati nateuliwa kuwa mkuu wa mkoa nilikuwa ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa vile vimapenzi vya chama hicho pia havijawahi kunihama. Kwa kuna wakati naweza nikamkwaza asiye mwanachama, lakini naweza pia kumshawishi asiye mwanachama kuwa mwanachama. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa kama ambavyo umesindikizwa na waheshimiwa mawaziri wetu wawili, nikiri kwa dhati Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba tunapata malezi mazuri sana ya kiuongozi kutoka kwa Mheshimiwa Profesa Shemdoe, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili nalisema kwa dhati. Mheshimiwa Profesa Shemdoe, mahali ambapo wewe kama kiongozi utakuwa umekosea, yupo straight kukuambia hapo rekebika. Ukipata mawaziri wa namna hii tunajivunia katika wizara, kwa sababu tunapata tunu za kiuongozi ili na sisi tuendelee kuwa viongozi bora. Naomba tena tumpigie makofi Profesa Shemdoe kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo umekuja kwenye hii ziara ambao tumeanza kukagua miradi inayotekelezwa na Wizara ya Ujenzi. Na moja ya mikoa Tanzania ambayo tumefutwa kwa namna kubwa sana machozi katika sekta ya ujenzi wa barabara ni pamoja na mkoa wa Dar es Salaam. Na hili ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, naomba tena tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Abdalla Ulega, Waziri wa Ujenzi. Sasa leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni jambo ambalo halijawahi kutegemewa. Waziri wa Ujenzi aliwahi kuwa waziri wa uvuvi, mifugo na uvuvi. Waziri wa TAMISEMI aliwahi kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, na rasi wa mkoa wa Dar es Salaam alikuwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Kwa hiyo leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekaa na Mzee Abdalla Ulega ambaye alikuwa waziri wa uvuvi, waziri wa mifugo na uvuvi. Umekaa pia na aliyewahi kuwa katibu mkuu wa wizara hiyo ya mifugo na uvuvi. Lakini pia na mimi mkoa wa Dar es Salaam niko na aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu wa wizara hiyo hiyo ya uvuvi. Kwa hiyo by coincidence wamekutana waliotoka wizara moja. Naomba tena tuwapigie makofi sana kwa kufanya kazi pamoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndugu yangu Edward Mpogolo, mkuu wa wilaya ya Ilala, amezungumza hapa na amekwambia tangu umemtambulisha ndugu yangu Albert Msando kila moja sasa anamwamkia. Lakini na mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu nieleze kwa lugha ya kawaida sana. Niliwahi kuwa kwenye mkoa mmoja Mheshimiwa Waziri Mkuu, sitautaja,
kazi zangu zilitaka kuwa ngumu mno, kwa sababu kazi yangu mimi kama mkuu wa mkoa, usipopata watendaji wazuri, mkawa mnabishana kucha usiku, kazi ya mkuu wa mkoa imefeli. Mimi hapa Dar es Salaam, ndugu yangu Advocate Msando ni mkubwa wa umri kwangu, lakini ndugu yangu Edward Mpogoro ni mkubwa wa umri kwangu. Huyu naye usimuone na kamwili kazuri, naye ni Mkongo. Lakini ndugu yangu Saadi Mtambule, mkuu wa wilaya ya Kinondoni, naye ni mkubwa wa umri kwangu. Sixtus Mapunda, mkuu wa wilaya ya Temeke, naye ni mkubwa wa umri kwangu. Hapa ambaye bado namfanyia utafiti ni Mikaya, mkuu wa wilaya ya Kigamboni. Sijajua bado, lakini hoja ninayotaka kuisema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakuu wa wilaya hawa wamekuwa na unyenyekevu mkubwa sana kwa mkuu wa mkoa. Mimi haya maandalizi yote haya nimekuja mara moja. Jana tulikuwa Kigamboni kwenye shughuli ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa mgeni rasmi, lakini najiamini kwa sababu kuna timu za watu wanyenyekevu na ambao wanafahamu maono ya ninyi viongozi wetu. Na katika hili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, narudia, kuna siku moja niliwahi kusema mahali fulani, akiwepo Mheshimiwa Rais, kama itakupendeza basi iendelee kupendeza, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini zaidi ni washukuru sana viongozi wengine, wakiwepo wakurugenzi, wanafanya kazi nzuri katika mkoa wetu, na ndio maana haya yote yanakuwa. Naomba tena tuwapigie makofi mengi viongozi wote na watumishi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kuifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitoe taarifa fupi sana ya neno asante. Na ni asante yangu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niiseme kama ifuatavyo. Juzi Mheshimiwa Rais alipokea ripoti aliyoiunda ya tume ya yale yaliyotokea tarehe 29 mwezi Oktoba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais yule ni mtu mmoja mwenye uvumilivu wa hali ya juu. Ni mtu mmoja ambaye moyo wake binadamu mwingine wa kawaida hawezi kuwa nao. Lakini ni mtu mmoja ambaye ana moyo thabiti wa kuliongoza taifa alilokabidhiwa na Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tangu mwaka jana, baada tu ya kupata uwaziri mkuu, ziara zako za kwanza zilikuwa mkoa wa Dar es Salaam. Utulivu wa mkoa huu wa Dar es Salaam umechangiwa kwa sehemu kubwa sana na matamshi yako wewe mwenyewe ambayo yaliendelea kuuponya mkoa na akaendelea pia kuliponya taifa letu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba kwa dhati ya moyo tumpige tena makofi Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa ambayo aliifanya katika mkoa wetu. Nimesikiliza maoni ya viongozi mbalimbali kuhusu ripoti ya tume. Nimesikiliza maoni yaliyotolewa na viongozi wa dini, nimesikiliza maoni yaliyotolewa na viongozi wa siasa, nimesikiliza maoni yaliyotolewa na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba msife moyo. Naomba muendelee kufanya kazi hiyo ambayo mmetumwa na Mwenyezi Mungu. Na Mungu mwenyewe alipoketi anafahamu kwamba huyu anasema uongo, huyu anasema kweli. Shahidi na jaji wa kweli atakuwa ni Mungu wa mbinguni. Lakini mimi niliyekuwa hapa mkoa wa Dar es Salaam na ambaye pia na wakuu wangu wa wilaya, kamati za usalama zote, na hata hao wananchi waliokuwepo hapa, tukisoma na ile ripoti tunaona kabisa dhamira ya kuliponya taifa na taifa kuendelea kuwa kitu kimoja. Hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, tupelekee neno la asante kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, neno la asante. Mimi nilipofika hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, niliwahi siku moja kwenda hapa Kigogo na ndugu yangu Abbas Tarimba, mbunge wa Kinondoni. Kulikuwa kuna maji yamejaa hapo Kigogo Sambusa. Wananchi wanalia
Nikatoka nikazunguka mkoa mzima. Niliporudi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikawa na tafsiri binafsi kuhusu kinachoitwa mafuriko. Nikawatangazia wananchi wa Dar es Salaam kwamba nimepita maeneo mbalimbali Dar es Salaam, sijayaona mafuriko. Wananchi hawa wengine wakataka mpaka kunitukana, kunipiga, sema mkoa wako kamezidi mdomo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa nini nilisema yale? Ni haya ninayotaka kukueleza leo, utupelekee neno la asante kwa Mheshimiwa Rais. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umepita hapa Kigogo, umepita Mkwajuni. Kigogo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, daraja lililojengwa kwa bilioni 17, na kutoka pale chini kwenda mpaka lilipo daraja ni mita karibu 8.6, na urefu wa kutoka mwanzoni mpaka mwishoni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mita 50. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maji hata mvua ingenyesha namna gani pale, yale maji hayawezi kuja kujaa juu ya daraja. Umekwenda pale Mkwajuni, daraja limejengwa kwa bilioni 11 kwa spani ya mita 20. Hujaenda pale Jangwani, zaidi ya bilioni 93 ziko pale. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukienda hii njia ya Mbagala, kuna hii barabara ya Kongowe sasa hivi inajengwa kwa bilioni 54, na tuna daraja la Mzinga, Mheshimiwa Waziri Mkuu, limeshatangazwa. Mheshimiwa Abdalla Ulega yuko hapa, limeshatangazwa kwa ajili ya kuanza kujengwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi tusiposema asante tuseme nini? Naomba tupige makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Lakini hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, wapo wananchi wa Kigamboni hapa. Tuna daraja pale Kigamboni, tuna daraja la Mto Nguva, maji yalikuwa mpaka juu, lakini leo hii bilioni 9 na milioni 200 zimeshalazwa pale kwa ajili ya kujenga daraja. Ukienda Kinondoni pale chuo cha NDC, daraja pale linajengwa na ile barabara kwa bilioni 24. Lakini hivi ninavyoongea, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna mto Mpiji juu na mto Mpiji chini, Lower Mpiji. Kuna daraja pale litajengwa Mpiji AKT la mita 40. Na hivi ninavyozungumza hiyo miradi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna madaraja zaidi ya mita 140 ambayo hapa Dar es Salaam yanaanza kujengwa. Tuseme nini kama sio kupiga makofi tena kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilisema kwa wananchi hawa kwamba hakuna mafuriko, nikimaanisha yapo baadhi ya maeneo ya serikali kujisahihisha, kuvunja vile madaraja vya hovyo hovyo, kujenga upya, na yapo baadhi ya maeneo ya wananchi kujisahihisha, kuhama kwenye mabonde na kwenda maeneo ambayo ni safe kwao. Jambo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, baadhi ya wananchi wameendelea kuitikia na baadhi ya wananchi wanaendelea kidogo kidogo, lakini tunaamini ipo siku wote watakuwa wameitikia wito wa kuondoka mabondeni. Naomba tena tuongeze makofi mengi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi hii nzuri ambayo anaifanya katika mkoa wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa waziri wa TAMISEMI yuko hapa, mimi na mkuu wa wilaya tunakaa jengo moja, liko hapa jengo moja. Jengo hili sijui lilijengwa mwaka gani, historia yake imenishinda kidogo, lakini yeye mwenzangu yupo wing A na mimi niko wing B. Ukifika pale, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata parking hatuna. Wewe ukiwa waziri wa fedha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikuja pale ofisini kwako na wabunge hawa tukakueleza adha tunayoipata katika ofisi, kwa sababu ni kweli ya ofisi yetu inahitaji kujengwa upya. Haiwezekani tukafanya unafiki kwamba sisi hatuhitaji ofisi nzuri. Huwezi kuvaa suti alafu unaingia mahali ambapo hata hapaeleweki kama tapeli. Hapana, unapiga suti na tai, unaingia kwenye ofisi nzuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninayo heshima kukuambia leo imeidhinishwa zaidi ya bilioni 10 kuanza haraka sana ujenzi wa ofisi ya mkuu wa mkoa. Naomba tupige tena makofi mengi sana. Walisema mimi mkuu wa mkoa labda nihamie kwenye yale majengo zilikokuwa wizara. Nikasema hapa itakuwa ni kekundu na ofisi sitajengewa. Nikasema kule siendi. Wewe Mheshimiwa Waziri, ukiwa waziri wa fedha,
Nilipokuona na tulipokuelezea ulipopitisha, tupelekee neno la asante kwa Mheshimiwa Rais. Ofisi hii inaanza kujengwa hapa Magomeni kwenye eneo lililokuwa la DDC. Ndio tunaanza kujenga ofisi ya mkuu wa mkoa. Na tutaweka eneo kubwa zuri. Wananchi wakifika watakunywa chai kabla hawajamueleza jambo mkuu wa mkoa. Wataangalia TV pale kidogo kabla hawajaenda kwa mkuu wa mkoa. Watapata maneno mazuri kabla hawajaenda kwa mkuu wa mkoa. Ila anapokuja kwa mkuu wa mkoa, moyo unakuwa umetulia, mnaongea sasa vizuri kwa lugha moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoye! Sasa mwisho kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam, juzi nilikuwa nasikia neno moja. Watu wanasema, labda hili ngoja niliache. Niseme nisiseme? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili ngoja niliache. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepata staili yako ya namna ya kuongoza ofisi yako. Leo nilikuwa nateta na mzee Ulega. Akasema kuna mkutano wa hadhara, nikasema ndio. Akasema hey, waziri mkuu hapo atamsikiliza mpaka mtu wa mwisho. Pale ulipotoka pale, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna wananchi wametoka Kibaha. Si wako wapi wale? Kuna wananchi wametoka Kibaha. Hao hapo hao. Wanasema sisi tumetoka Kibaha, tunataka tuje tumueleze waziri mkuu. Nikamwambia jamani, sasa huku Dar es Salaam mbona sasa mnakuja kuniongezea mimi mambo huku? Manake nitaonekana mimi na kero nyingi, kumbe umetoka Kibaha huko kwa ndugu yangu Abdalla, ndugu yangu Kunenge. Sijui wamepiteje wamekuja tena mpaka hapa. Sitashangaa hapa nikiambiwa kuna watu wametoka Katavi. Wala sitashangaa nikiambiwa kuna watu wametoka Morogoro. Kwa nini watu wanatoka mbali kuja kufuata Mheshimiwa Waziri Mkuu? Umekuwa tabasamu na suluhisho la matatizo ya watu hao. Sasa wakati fulani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukisema unakuja Dar es Salaam, mimi leo nimemwambia waziri wangu atamisemi, leo nimechelewa kulala. Akaniuliza kwa nini? Nikasema nilikuja kukagua maeneo ambayo waziri mkuu atapita. Ukweli sijachelewa kwa sababu nilikuja kukagua, hapana. Moyo ulibadilika kidogo, nikaenda JKCI angalau kupata tiba, kwa sababu nilikuwa najua kitakachofuata hapa mapigo ya moyo hata kwenda sawa, kwa sababu ya kasi yako wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi watumishi wako Mheshimiwa Waziri Mkuu tunajipanga tunavyoweza, lakini najua kuna mahali tunaelemewa. Kwa niaba ya watumishi wenzangu, ninaomba sana uendelee kutuia radhi kwa pale ambapo itaonekana hatujawa sawa sawa na spidi yako. Ila nakueleza ukweli, mpaka mwaka 2031 tutakuwa tumejipanga vizuri na utatukuta tuko kivingine. Waziri Mkuu, asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kunisikia. Asante, naomba